si mzuri sana kuzungumza mbele ya maulama. Nishazoea kupiga makelele huko nje. Sasa unapopewa kipaza sauti kama hichi kuzungumza mbele ya wazee hawa, watu wakubwa, unapata hofu kidogo. Si mzuri sana kuzungumza kwenye majlis kama hizi. Ingawa degree yangu ya kwanza nimesoma ya Islamic Sharia, lakini unajua tena mambo haya yakichanganyika na mambo ya kazi. Na mimi wazee wangu, kabla sijateuliwa kuwa mkuu wa wilaya, niliomba nafasi ya kwenda kusoma Saudi Arabia, degree ya pili ya Islamic Sharia, na nilishapata kupitia ofisi ya mufti. Lakini karibu na utaratibu wa safari tena ndo nikapata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya kule, tena ikabidi. Lakini sasa hivi pengine na mimi ningekuwa alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa siku ya leo kama walivyoeleza wenzetu. La pili ni washukuru nyinyi wazee wangu na maalimu zangu ambao mmetumia nafasi yenu kutualika kwenye jambo hili. Lakini la tatu, nitumie nafasi hii washukuruni watu wote wa Kaskazini A kwa toka nilivyokuja na kama miezi mitatu hivi, kwa kunipokea na kuendelea kuwa na mimi katika kazi zetu hizi na kunipa ushirikiano wa hali ya juu kabisa. Mpaka najisikia nisiondoke tena huku. Lakini sasa unajua mambo ya kazi zetu hizi, kesho unaambiwa wewe unaenda wilaya ya Kati, unaenda Pemba, ni mambo ya kawaida kwenye kazi zetu. Lakini kwa kweli eneo hili la ukanda huu wa Kaskazini A kufanya kazi ni eneo ambalo lina mambo mengi na lina taaluma nyingi, lina vitu vingi vya kujifunza, na mimi naendelea kujifunza kutokana na vitu hivi. Kwa hivyo niwashukuru wazee wangu nyote kwa ushirikiano ambao mmeendelea kunipa toka nilivyokuja mpaka leo. Lakini la tatu, nilikuwa nataka tu niwaambie kwamba mimi hapa si mgeni. Mimi hapa ni nyumbani kabisa. Kama kuna baadhi ya watu walidhani kwamba mmeletewa mkuu wa wilaya ambaye ni kutoka eneo la mbali, si kweli. Mimi hapa ni nyumbani. Na ushahidi ni kwamba siku ya kwanza nilipofika hapa, tulienda kuwatembelea wale ndugu zetu waliopata msiba ule na mtihani ule wakuta. Lakini siku ile nilipofika, baada ya kujitambulisha, nikaambiwa na huyo aliyopata huo mtihani, na wewe pia ni ndugu yako. Kwa hivyo ikabidi tukafahamishana kiukoo na kifamilia, na tukapelekwa kwa ndugu wengine, mabibi wengine na nini, mstahiki anafahamu. Kwa hiyo eneo hili la Kidoti mimi si mgeni, ni sehemu ya nyumbani kwetu. Na pia jana nilipata taarifa nyingine mpya kwamba miongoni mwa babu yangu mimi alizaa watoto wawili. Mmoja aliachwa Michamvi, mmoja akaletwa Kijini. Kwa hiyo kuna wazee wa Kijini walikuja wakasema, sisi ni sehemu ya familia yako. Wale babu zako wawili waliozaliwa Michamvi, mmoja aliachwa kule akamzaa babu yako mzee Msaraka, na mmoja akahamia Kijini ndo alotuzaa sisi. Kwa hiyo bado eneo hili mimi ni nyumbani. La tatu, nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru Waislamu nyote kwa kuendelea kudumisha amani katika nchi yetu. Na amani hii inatufanya tujisikie hivi tunavyojisikia sasa hivi. Na kama mnavyofahamu, viongozi wetu wameweka maelekezo mahsusi kabisa, hasa kwa wakuu wa wilaya. Na ndio maana wakati mwingine inakuja hii ya badilisha kwa sababu ya anavyoona yeye mwenyewe msimamo wake. Na maelekezo yake mahsusi ni kwamba lazima tufanye kazi na watu,
na lazima tuishi na watu, na lazima tusimamie haki za watu, na katika kufanya kazi ni lazima tuzingatie pia misingi ya kibinadamu. Kwa hivyo ofisi zetu hizi za wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, hizi ni ofisi zenu. Msione tabu kuja kutoa maelekezo, ushauri, wala msiogope. Msione kama labda nikienda ofisi ya mkuu wa wilaya naweza nikapata jambo ambalo sikulitegemea. Hapana, ofisi hizi ni zenu na zipo kwa ajili ya kuwahudumia, na sisi tukiona mambo kama hivi yanakwenda vizuri tunafarajika sana. Tunapenda kuona mambo yanakwenda vizuri, na Mwenyezi Mungu atujalie tuende hivi hivi. Tuishi kwa salama na kupendana na kwa umoja kabisa, ili mambo yaendelee kuwa vizuri. Bahati nzuri toka nije hapa mimi sijawahi kumweka ndani mtu hata mmoja, na sitegemei hivyo mpaka nitaondoka. Takbir! Labda kuwe kuna dharura kubwa kweli kweli, lakini katika hali ya kawaida tunajaribu kutumia busara ya hali ya juu katika kuyafanya mambo yaende salama. Na nataka niwahakikishieni kwamba ofisi ya mkuu wa wilaya na ya mkuu wa mkoa ni ofisi yenu. Mkiwa na jambo lenu lolote lile, mnapaswa kuja mkatushauri, mkatupa maelekezo, na sisi tuko tayari kuyasikiliza. Na hasa mashehe ndio kabisa, manake wao ni hawa wenzetu, wao ni wako katika daraja nyingine, au sivyo? Walipokuja ofisini kwangu hawa wazee, nilimwambia mmoja akae kwenye kiti cha mkuu wa wilaya pale aongoze kikao, lakini walikataa. Mimi nikatafuta kiti changu pembeni, nikasema jamani, mmoja akae pale kwenye kile kiti cha mkuu wa wilaya ili tuendelee na kikao chetu. Wakakataa hao mabwana. Lakini mimi nakumbuka wakati nipo nasoma madrasa, ilikuwa mwalimu wangu akitokea, ule mtaa mzima watu wanasimama kabisa, hata kama umekaa barazani kabisa una shughuli zako, akipita yeye lazima usimame ukabusu mkono wake. Ndio ulikuwa utaratibu huo, kuonyesha ile heshima na woga na hadhi walizonazo hawa watu. Sasa hivyo vitu bado vinatembea kwenye akili zetu, na bahati nzuri tulipokuja hapa tumekutana na hawa kina Babla. Ni viongozi wenzetu lakini ni marafiki zetu. Imamu hapa amesoma aya, kama itakuwa nimemfahamu vizuri, amesema kuna watu yaumul qiyama watakuja kufika pahala wang'ate vidole vyao, au sivyo bwana? Kwamba bwana we na kujuta kwamba kwa nini nimemfanya mtu fulani kuwa rafiki yangu, amenipeleka kwenye mambo mabaya na machafu, si ndivyo mahali mlivyosema? Ndio nikasema kidogo kuna vitu vimo kichwani kidogo. Takbir! Aya ilitamka ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ba'da idh ja'ani. Sasa ukipata marafiki wema, basi unakuwa huna haja tena ya kuja kung'ata vidole siku hizo za mwisho, au sivyo? Na jana aliponipigia simu mstaikimea, kwa sababu huu ni ukumbusho, na nyinyi mashekhe mnajua, au sio? Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Lakini haiishi hapo, inasema wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi limahshartani a'ma wa qad kuntu basira. Anauliza swali hilo, au sio? Mungu anajibu tena hapo hapo, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika liyawma tunsa. This is the result. Tulikupa hichi ukafanya hivi na haya ndiyo matokeo yake, sio? Kwa hivyo wazee, ni washukuru sana mimi,
na niwahakikishieni kwamba maeneo kama haya ya kaskazini ambayo dini imeshamiri na dini bado ipo, maana mimi nilikuwa mkuu wa wilaya wa mjini miaka 4, au sivyo? Nyie mnafahamu mambo ya mjini, mnaangalia mitandao, mnasikia kila siku wenyewe wanasema mambo ya mjini. Kule habari ni nzito, au sio? Mambo ya ijtimai, mambo sijui ya itikafu na nini, utayakuta kwenye maeneo kama haya tu. Huko mjini kuna mambo yake ya kimjini. Sasa nilikaa mjini miaka 4 mimi na uzoefu mkubwa sana, tofauti kabisa na maisha ya huku. Huku bado imani ipo, dini ipo, wazee bado wapo, heshima ipo, utamaduni bado upo, watu bado wanaamini kwenye silka zao, maarifa yapo, au sivyo? Kule nilikotoka ni kama chaka la watoro, yani watu wote wako kule, kila mwenye jambo lake yuko mjini. Lakini huku tofauti yake, unaongoza watu ambao wana utamaduni mmoja, wana silka moja, wana lugha moja, hawakuchanganyika sana. Kwa hiyo pale itakapotokezea tumefanya jambo ambalo pengine haliko sawa, basi nichukue nafasi hii kuwaomba mtukumbushe ili tukae sawa. Wala msiogope, sisi ni watoto wenu, mnapaswa kutuelekeza pale ambapo mnahisi mtaona kama tunafanya jambo ambalo liko nje ya utaratibu. Lakini yote kwa yote, nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana kwa kuwatakia dua viongozi wetu. Viongozi wetu wanahitaji sana dua. Dr. Hussein Mwinyi, Mheshimiwa Rais wetu, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanahitaji sana dua zetu. Dua hizi ndizo zinazowasaidia na wao kuongoza kwa uadilifu na kufanya mambo ambayo ya maana kama ambavyo wanayafanya sasa hivi, na kuwa na imani na watu wao na vitu kama hivyo. Lakini washukuru sana kwa kuiombea dua nchi yetu, kwa sababu kama alivyosema mstahiki meya, dua ndio kila kitu. Nchi yetu inahitaji dua. Hatutaki tena turudi tulikotoka, au sivyo? Tufike pahala tena tuanze kufukuzana mabondeni, watu waache familia zao, waache watoto wao, waache wake zao, iwe tafrani mitaani, haijulikani nani mkubwa, haijulikani nani mdogo, nani mzee. Hatutaki tena turudi huko, na kiongozi wetu amekuwa akituasa siku zote, busara na hekima itumike kwa hali ya juu, itumike kwa hali ya juu. Wakati mwingine kama kiongozi unatakiwa usiwe na macho yote na usiwe na masikio yote, au sio? Usione sana wala usisikie sana. Wakati mwingine hata kuna mambo unayaona hivi lakini unafanya kama hujayaona, ili tu mambo yaende, au mambo umeyasikia lakini unafanya kama hujayasikia ili mambo yaende. Sio kila unalolisikia tena unaanza kulishadidia na kutaka kuchukua hatua, utaumiza watu. Watu ni dhaifu, watu wana maeneo yao ya kutafuta riziki. Hata kama kuna utaratibu wa kisheria haujapangwa, basi inabidi muende nao taratibu mpaka mambo yakae sawa, au sivyo? Nimefanya mazungumzo na wenzetu hawa wanaofanya kazi hizi za michanga na magari na nini, au sio? Kumekuwa na tafrani kubwa, lakini tunaendelea kuenda nao taratibu, bila ya kutumia nguvu, bila ya kutumia mambo ya kutenzana nguvu, au sivyo, ili mambo yaende. Sio kwamba kila kinachofanyika hatukioni, tunaona, lakini tunajaribu kutumia busara, tunaenda nao taratibu ili mambo yaende sawa. Kwa hivyo nikuhakikishieni kwamba tunaenda vizuri na hakuna tatizo lolote lile mpaka sasa hivi tunalo ambalo linatukabili. Tunaendelea kusimamia haki za watu, hasa katika maeneo ya ardhi. Ukanda huu wa kaskazini watu wengi wamedhulumiwa kwenye maeneo ya ardhi, na nyinyi mnajua wazee wengi huku hawana hati za ardhi, au sivyo? Wazee wengi huku ardhi zao wanazimiliki kupitia urithi wa wazazi wao.
Kwa hivyo unapokuja ukamwambia bana, hii ardhi sio yako kwa sababu huna hati, ni kama vile unataka kumdhulumu tu. Kwa tunaendelea kusimamia haya mambo kwa uadilifu mkubwa, na nyinyi mnasikia na mnaona, na haya nimesema niyaseme kwa sababu hapa ni pahala muafaka, au sivyo? Kwa sababu sisi huwa hatupate nafasi sana ya kuzungumza na nyinyi, especially wazee na especially watu ambao mko kwenye mambo haya, lakini haya ni maisha na nyinyi mnaongoza watu katika haya maisha. Kwa hiyo ni wajibu wetu tunapopata nafasi kama hivi tuyaseme haya ili muelewe. Mtazamo wetu kama serikali ni kuhakikisha kwamba tunasimamia haki za watu kadiri tutakavyoweza, ndio msimamo wetu na ndio msimamo wa kiongozi wetu, na kuyasimamia mambo haya kwa uadilifu. Tunategemea sana na niendelee kukuombeni sana, amani hii tulionayo tuendelee kuisimamia, umoja huu tulionao tuendelee kuusimamia, na pale mtakapoona kuna shida yoyote, basi msiache kuja kwenye taasisi zetu kushauriana kama viongozi, kushauriana kwamba bwana mkuu wa wilaya, tunaona hili jambo kidogo haliendi sawa, tunafikiri kwamba lingeenda hivi ingekuwa vizuri zaidi, au sivyo? Na mimi nataka nikupeni nafasi, nitakupeni kila aina ya ushirikiano mnaokuwa mnauhitaji katika mambo yote yale, hata yale mambo ambayo ni ya kijamii yasiyokuwa mambo ya dini. Kwa mfano, mnahisi kuna mtu kaonewa, basi hata kiongozi wa dini anaweza kuja, bana, naona kuna mtu fulani anakaribia kuonewa. Au mnahisi kuna fursa zinatakiwa zipatikane kwa vijana, mnaweza kuja tukafanya mambo ambayo yanawezekana yakapatikana, sio? Fursa mbalimbali mnazoziona nyinyi ni fursa. La mwisho ni waahidi tu kwamba kupitia mawasiliano nilionayo na baadhi ya watu mashuhuri, nitafanya mazingira ya kuwaleta hapa watu mashuhuri wenye uwezo ambao wataweza kutusaidia kwenye baadhi ya changamoto tulizonazo hapa. Kwa hilo nataka nilichukue, sitaki niliahidi mimi kwamba nitafanya, lakini najua kwa sababu mimi na mikono mirefu na watu wengi na wajua, nitajaribu kutafuta uwezekano wa kuwaleta hapa kuja kuona haya mazingira, na naamini kabisa kwamba tutafika pahala tutafanikiwa. Takbir! Allahu Takbir! Allahu Takbir! Bahati nzuri tu sasa hivi nikwambieni, 60% ya uwekezaji katika nchi yetu huko kaskazini Takbir! Allah! 60%. Kama kuna mwekezaji anawekeza bilioni 8, bilioni 9, bilioni 50 kwenye kujenga hoteli na ni mwenzetu, manake nini? Manake ukimwambia anahitaji madirisha 3 au 4 ya msikiti, anajua nini msikiti. Hivi sasa hivi kuna mahoteli makubwa mnayoyaona hapa kaskazini, managing director wake ni Waislamu. Nakwambieni kabisa, mimi najua kwa sababu ndo nakaa nao pale Dhamora, si ndo mnaona hoteli kubwa kabisa hii? Manager mkuu wa pale ni Mu-Egypt. Kwa hiyo ukimwambia iftar, ukimwambia msikiti, ukimwambia dirisha la msikiti, anakuelewa. Basi baada ya kusema hayo, na mimi nikushukuruni sana. Tuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini tutapata muda mwingine wa kubadilishana mawazo, especially na hawa viongozi, yale mambo ambayo ya kimikakati yenyewe ambayo tunaweza tukayatumia katika kufanya mambo yetu haya yaendelee. Wako watu kama kina Said Lugumi, ni wazuri sana kwenye mambo haya ya kujenga misikiti, vituo vya mayatima. Tumeshawaandikia barua za kuwaalika kuja kufanya mazungumzo, kuona maeneo yetu. Watakapokuja ni vizuri pia na kuwaleta kwenye maeneo kama haya, na nyinyi mkapata nafasi ya kukaa nao, wakaona na wao, sio tu kujenga magorofa ya mayatima Dar es Salaam, lakini na huku pia kuna mayatima na yako maeneo ambayo tunaweza tukawapa wakajenga. Hayo ndiyo mambo ambayo nadhani tunaweza tukikaa tunaweza tukayapatia mwelekeo na mambo mengine kama hayo. Basi baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana kwa niaba ya viongozi wetu. Nitoe pongezi kubwa, lakini na mstahiki meya hapa alisema
kwamba watu washindane kwenye mambo mema, au sivyo? Amenipa changamoto hapa. Yani ametoa polo nzima ya tambi na dumu moja, au sivyo? Sasa niseme nini mimi wakati mstahiki meya tu katoa hivyo? Ina maana mkuu wa wilaya itabidi lazima kidogo ajitutumue hapo, au sivyo bwana? Basi itabidi mimi nilete kwanza boksi 3 za mafuta, ambao kila boksi moja itakuwa na lita fikiri 5 au 10. Kila boksi itakuwa na lita 4. Boksi ina machupa 4 yale makubwa. Ina maana kama 3 itakuwa machupa mangapi hayo? 12. La pili, nitataka kuonana na mayatima wote waliokuja hapa leo, kama wako kule au wako hapa mbele. Nikitoka tu watoke na mimi, ili kama kuna jambo tukazungumze huko nje kama wapo. Lakini la tatu, tutasaidia fedha taslim shilingi 300,000 ambazo nazo hizo mtatazama wenyewe mtakapoweza kufanya. Basi baada ya kusema hayo, nikushukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana, na mnisame sana pale ambapo pengine nilikosea au nilizungumza kitu ambacho pengine hamkutegemea au kimewakwaza, basi mtanisame sana.